Acha simu wewe. Jamani, nataka kusema kwanza asante kwa kutoka kidogo. Ona, bila mabwana, vijana tumekuja hapa kwa watu wazima, kwa hiyo tunaomba ukimya. Wakati ya funzo tuna celebrate, tunatia funzo. Ni wakati wa utaratibu pia, tunaomba utaratibu kwa baraka sana. Karibu brother Elung. Tusikilizane jamani, tusikilizane. Bado sijasikia ukimya. Kwa maana kuna mtu nataka nisome sasa hivi. Haya, nataka kusema asante kwanza. Asante kwa watu ambao wamekaribia siku ya leo. Mbona siku tumeplan sana. Tupate muda mrefu kabisa mpaka tufikie leo, ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu. Na pia tumesema pia asante, tunashukuru sana tena sana katika mmoja wetu ambaye ametoka mbali sana mpaka kufika hapa. Tunashukuru sana kwa hiyo. Na kwa majina naitwa Elonga, watu wengi wanitoka jina la Victoire en français. Asante. Mie nitaka kusoma tu maneno mafupi na sio mundu tu. Sisi ni familia, sisi tunatuona hapa. Sisi ni familia kubwa. Ni mahali ambapo watu tunakutana kusaidia watu, kupendana na kupatiana nguvu pamoja, jinsi tutakavyotumika kwa pamoja pia. Lengo letu ni rahisi sana, lakini lenye nguvu na umuhimu zaidi kwenye maisha ya watu tofauti. Lengo letu ni kusaidia watu wenye mahitaji na changamoto mbalimbali. Tunataka kuwepo pale mtu
anapohitaji msaada, sisi Youth tunataka kuinua mtu anapohisi kushuka kimoyo, economist. Hiyo tunataka tumsaidie. Tunataka tuwepo kwenye nafasi. Na tunataka kuleta mabadiliko chanya katikati ya jamii. Doesn't matter how and where you are. Tunaamini katika heshima, tunaamini katika upendo. Na tunaamini kuwa hata mapendo bado yanaweza kuleta mabadiliko makubwa. Tulitojenga sisi na wengine wanamema ambao wapo huko. Tulijenga ni kitu kikubwa ambao we feel proud about it. Hadi sasa tunajua sisi ndio sio kamilifu, we know that. Ila tunakuhitaji wewe ukaribie. Tufanye sisi wote mabadiliko kwenye kundi letu. Na tukifanya hii kwa pamoja tutaweza. So nawakaribisha wewe ambao unajisikia nadhani kafanya kitu yote kwa kundi. Karibia. Lakini kuna watu ambao wanahitaji msaada kwenye sehemu tofauti. Gisa nilisema president wetu hapa makambini, hata hapa Sweden wanahitaji msaada. So wewe ambao unajisikia okay, naweza nikasaidia, kuna kitu kidogo naweza nikaweka kwa kusaidia watu. Just please, unaweza kujoin us. Utusaidie kwenye hiki kitu. Na tutashukuru sana. Msemo amesema Alexa. Merci. Asante. Revival. Group ilianza tarehe 25 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025. Waanzilishi wa kundi, kuna dada ambaye anaitwa Leontina, kuna kaka ambaye anaitwa Charles, kuna kaka ambaye anaitwa Sweden Boy au Simo, kuna dada ambaye anaitwa Philo aka Boss Lady, na kuna dada ambaye anaitwa Neema. Hao ndio waanzilishi wa kundi letu. Viongozi wa mwanzo au viongozi wa hapo awali. President alikuwa anaitwa Joseph. Vice President alikuwa anaitwa Philo. Secretary anaitwa Leontina. Mchungazina ambaye alikuwepo hapo awali anaitwa Jonathan. Viongozi wa sasa, President anaitwa Simo au Sweden Boy. Vice President anaitwa Maua au Eugenie. Secretary anaitwa Leontina au Miss of Sweden. Mshauri anaitwa Fina au Safi ambaye ni mimi. Na mchungaji na wetu anaitwa Jonathan. Tunaenda kwenye pointi ya uwanachama. Kila mwanamemba kwanza ana kadi ya uwanachama. Mmoja wetu lazima uwe na kadi ya uwanachama. Tunaenda kwenye pointi ya michango. Kila mwanamemba anatoa 100 kron kila mwezi. Mwanamemba akipata shida, kila mmoja hutoa 100 kwa ajili ya kusaidia. Msaada wa kundi. Naenda haraka kwa sababu ya muda. Mwanamemba huwa anapewa 1500 anapopata shida. Tunasaidiana wakati wa shida na wakati wa raha. Shida au raha ambazo tunahesabu, kuna misiba, magonjwa makubwa, kuoa au kuolewa. Na hivyo basi naenda kutaja shida au raha ambazo tumeshawahi kupata kwenye kundi letu ili muweze kujua tunafanya nini. Misiba iliyotokea. Deborah ambaye ni mwanachama wetu au mwanamemba wetu alifiwa na mama mzazi hapa Sweden. Ilikuwa ni mwezi wa 6 na kundi ilifanya tunaomba ukimya ndani tusabatu wazima tunasikia mpaka alewa mtakuwa twingi. Na kundi ilifanya kama jinsi tumepanga kutushuhudia. Fina ambaye ni mimi nilipata msiba wa kufiwa na bibi hapa Sweden. Asante. Nilipata msaada kama mwanamemba mimi.
Sampe ambaye ni baba sita wa mama sita wote, alifiwa na mtoto USA. Alipata msaada wa kiurafiki kwa sababu alikuwa ni mmoja kati ya wanamemba wetu hapo awali. Tulienda kumwangalia kama rafiki na sio kama mwanamemba. Basli alipata msiba wa kaka yake, ulikuwa ni mwezi wa 10. Wanamemba tulifanya kitu ambacho tunatakiwa tukifanye. Latifa na Swedi walipata msiba wa kaka yao ambaye alifariki mwezi wa kwanza. Kamati au kundi nzima tulifanya kile ambacho tunatakiwa tufanye kama nilivyosoma kwa awali. Lengo la kundi, lengo letu ni kumfanya kila kijana ajisikie kusikilizwa kwanza, kuwa na marafiki na kuweza kushirikiana na watu wengine. Malengo yetu: kuwasaidia wenye mahitaji hasa makambini, watoto yatima, walemavu, wazee, wajane na wasiojiweza. Mwanamemba ambaye anaitwa ni mwanamemba ni yule ambaye anashiriki kwenye shida na raha ya kila mwanamemba. Na hivyo basi, kama sheria ya kundi tulivyoelewana, mwenzie akipata shida, wewe ukienda kazini au unaleta marezo zingine au toi mchango ambayo tunatakiwa tutoe kama wanamemba, na wewe siku utapata shida utaenda kazini na tutatoa mchango. Lengo letu ni kufanya kila mmoja ajisi ana familia. Kuna watu ambao hawana mafamilia hapa, kuna watu ambao hawana marafiki. Njoo jiunge nasi ili upate kuwa na marafiki. Asante sana. Ndio wengi naona hiyo. Ile kambi mimi nimeingia pale nikiwa na miaka 17. Na nikatoka pale nina miaka 26. Kwa hiyo ujana wangu mimi umeanzia pale Tanzania. Munisikie vizuri kwenye naenda, msiangalie miaka, msiangalie nini, munisikie kwenye naenda. Sasa enzi zetu kulikuwa na makundi kama haya, na mojawapo ya kundi sijui nani atakumbuka, ilikuwa naitwa Ramsha. Ndio kule nitawapeleka kundi. Ni kambi kubwa sana, ilikuwa na watu 60,000 na vijana pale nadhani ilikuwa 10,000 zote. Lakini wale ambao waliona umuhimu wa kundi walijiunga na hiyo kundi ambayo iliitwa Ramsha. Nitaifungua maana yake. Hiyo Ramsha ilikuwa inaitwa Rafiki Mshauri, ndio wakafupisha ikaitwa Ramsha. Lengo ilikuwa kama visi mmeongea hapa hivi, kusaidizana wakati wa shida na raha,